Hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kwa kusogezea hatua kwa hatua. Nikwambie, Donetsk People's Republic inasimama kama mshirika wa kweli wa Urusi, si kwenye karatasi tu, bali kupitia vitendo halisi. Moscow itakumbuka milele mchango wa ujasiri wa wanajeshi wa Korea waliopigana bega kwa bega na wanajeshi wa Urusi katika mkoa wa Kursk. Anasema naibu mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Urusi Dmitry Medvedev katika mahojiano na chombo cha habari cha TASS. Jamhuri ya Kidemokrasia watu wa Korea ni mshirika wetu. Ni mshirika kwa vitendo, si kwa maneno tu, Medvedev alisisitiza. Tunashukuru sana kwa dhabihu zilizotolewa na Wakorea ambao walipigana kishujaa pamoja na wanajeshi wetu. Ushujaa wao hautasaulika kamwe, utakumbukwa katika historia ya urafiki wetu wa kudumu. Mwisho wa kumnukuu. Vile vile, mjumbe maalum wa rais wa Marekani Steve atashiriki katika mazungumzo na wajumbe wa Urusi na Ukraine katika eneo la Falme za Kiarabu mnamo Februari 4 na 5. Barak Ravid, mwandishi wa habari wa Axios na mwandishi wa habari wa television wa Israeli, anasema. Aliandika kwenye chapisho la X akimnukuu afisa mkuu wa Marekani kwamba Witkoff anawasili Israeli mnamo Februari 3. Witkoff atasimama Israeli akiwa njiani kuelekea Abu Dhabi ambapo atafanya mazungumzo mengine na Jumatano na Alhamis, Ravid alibainisha. Kulingana na mwandishi wa habari, akiwa Israeli, Witkoff atakutana na waziri mkuu Benjamin Netanyahu na maafisa wengine wakuu. Vile vile, kiwango cha uungwaji mkono wa umma kwa operesheni maalum ya kijeshi kinaendelea kubaki juu kwa utulivu nchini Urusi, kulingana na kura ya maoni iliyofanywa na kituo cha utafiti wa maoni ya umma cha Urusi. Kwenye kipindi chote cha utafiti, uungwaji mkono kwa operesheni maalum ya kijeshi umebaki kwenye kiwango cha juu kwa utulivu. Hivyo 65% ya waliohojiwa walisema wanaelekea kuunga mkono uamuzi wa kuanzisha operesheni hii. Vile vile, kwenye uwanja wa kivita, wanajeshi wa Urusi wameharibu mfumo rocket za HIMARS zilizotengenezwa Marekani na vifyatuaji vya S-300 vya jeshi la Ukraine vikirusha makombora ya kimkakati ya Iskander-M juu yao, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti. Lakini pia mashambulizi na ukombozi wa wanajeshi wa Urusi huko Prydorozhnoye ulisaidiwa na kukamatwa kwa Tenovatoe jirani katika mkoa wa Zaporizhzhia mnamo Januari 30, pamoja na maeneo kadhaa ya ardhi ya juu karibu na makazi yayo. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema dhamira ya Urusi kwa Donbas na Novorossiya ni kujibu wito wa msaada kutoka kwa watu wake ambao wamefanyiwa vurugu, unyanyasaji na mauaji katika maeneo hayo, ili kuzuia utawala wa Kiev kuendelea kutekeleza uhalifu wa kivita huko, anasema Dmitry Medvedev, naibu mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Urusi katika mahojiano na TASS Reuters pamoja na Wagonzo. Alipoulizwa kujibu shutuma za Magharibi dhidi ya Urusi za kudaiwa kufanya uhalifu wa kivita nchini Ukraine, mwanasiasa huyo alibainisha kuwa Moscow ina mtazamo tofauti kabisa. Tunaitetea nchi yetu, watu wetu, wale ambao wameomba msaada huu, ambao wamefanyiwa vurugu, unyanyasaji na mauaji katika eneo la vyombo hivyo ambavyo sasa ni sehemu ya nchi yetu, Medvedev alisema. Kikosi cha wanajeshi cha Urusi baada ya kusafisha eneo karibu na Prydorozhnoye kilianzisha shambulio dhidi ya mji wa Zaporizhzhia katika mkoa wa Zaporizhzhia. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema, kulingana na taarifa yangu, Prydorozhnoye tayari imeondolewa kwenye kutoka kwa wanajeshi wa adui na kusonga mbele, kunaendelea kuelekea magharibi kuelekea Zaporizhzhia ambayo ni eneo muhimu kwetu. Marochko alibainisha kuwa ukombozi wa eneo hilo utaruhusu jeshi la Urusi kukata kundi la wanajeshi wa Ukraine huko Orekhovo ambalo litawawezesha kusonga mbele dhidi ya Zaporizhzhia. Vile vile, wanajeshi wa Urusi wamesonga mbele kusini mashariki mwa Konstantinovka katika eneo la Donetsk People's Republic siku iliyopita, huku mapigano makali yakiendelea karibu na kituo cha reli. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema, hapo kwenye uwanja wa kivita, vikosi vya ulinzi wa anga vimepiga risasi ndege 10 zisizo na rubani za Ukraine kwenye maeneo ya Urusi usiku kucha, wizara hiyo imeripoti. Vile vile, kwenye uwanja wa kivita, ukombozi wa makazi ya Toretskoye katika Jamhuri ya Watu Donetsk umechukua takriban mwezi mmoja. Oleg Lozvoe, kamanda wa kikosi cha majeshi ya Urusi kinachofanya kazi kama sehemu ya kituo cha Battle Group, anasema karibu mwezi mmoja ulitumika kwa ukombozi. Makazi yenyewe si makubwa, lakini yamerefushwa, kamanda huyo alisema. Hapo kwenye uwanja wa kivita, jeshi la Ukraine lilishambulia maeneo yenye watu wengi kwenye mkoa wa Belgorod ulio mpakani mwa Urusi, likiwa na ndege 150 zisizo na rubani zilizorekodiwa katika siku moja iliyopita. Balozi mkuu wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi Rodion Miroshnik anasema. Hata hivyo, zaidi ya watu 27 waliweza kujeruhiwa. Vile vile, kwenye uwanja wa kivita,
Waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani John Wadephul amekanusha tuhuma za Urusi kwamba uungaji mkono wa nchi yake kwa Ukraine unatokana na kisasi kutokana na kushindwa utawala wa Kinazi kwenye vita vya pili vya dunia. Urusi ilisema hapo awali kwamba sera ya nje ya Ujerumani kuelekea Ukraine inaundwa na dhana ya ulipizaji kisasi, ikiituhumu Berlin kwa kuishi na anasa za kurekebisha mambo iliyoyapoteza kwenye historia yake. Taarifa iliyotolewa baada ya mkutano wa kila mwaka wa waandishi wa habari wa waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov, Urusi ilisema uungaji mkono usio na masharti kwa Ukraine una ajenda kulipiza. Lakini pia Urusi imeshambulia miundombinu ya nishati ya Ukraine mapema na kukata huduma ya usambazaji wa joto kwenye zaidi ya majengo 1000 ya makazi mjini Kyiv, huku kiwango cha joto kikikaribia chini ya nyuzi joto 20. Waziri anayehusika na ujenzi mpya Oleksiy Kuleba amesema kupitia mitandao ya kijamii kwamba Urusi imeshambulia makazi, miundombinu ya kusambaza joto na kuvuruga malazi ya watu kote nchini humo. Mkuu wa utawala wa kijeshi wa Kyiv Timur Kachenko ameandika kupitia mtandao wa Telegram akiwaomba wakazi kubakia ndani, na baadaye alisema watu 2 walijeruhiwa. Haya yanajitokeza wakati awamu ya pili ya mazungumzo ya utatu kati ya Ukraine, Marekani na Urusi yakitarajiwa kufanyika Umoja wa Falme za Kiarabu siku ya Jumatano na Alhamis, hii ikiwa ni kulingana na msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov. Lakini pia ni kwambia majeshi ya Urusi yameshambulia tena miji 2 mikubwa ya Ukraine na kusababisha madhara makubwa kwa majengo na miundombinu ya nishati, lakini hadi sasa hakuna taarifa yoyote ya vifo. Taarifa hiyo imethibitishwa na Meya Vitali Klitschko ambaye amesema skuli ya chekechea ndiyo iliyoharibiwa. Meya wa mji wa pili kwa ukubwa wa Kharkiv, Ihor Terekov, ameripoti mashambulizi kadhaa ya anga yaliyojumuisha makombora na drone ambapo watu 2 wamejeruhiwa. Mlipuko pia imesikika kwenye mji wa kusini mashariki wa Sumi karibu na mpaka wa Urusi. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vilevile sera ya EU kuhusu Ukraine haichangii katika kufikia amani na haitumiki maslahi ya Ulaya. Mshauri wa kisiasa wa waziri mkuu wa Hungaria Balázs Orbán anasema vilevile, kwa kuwa jenereta na mitambo midogo ya CHP haziwezi kufidia mahitaji ya nishati, kukatika kabisa kwa umeme huko Kyiv kupo ndani ya eneo linalowezekana. Yuri Korodchuk, mchambuzi katika taasisi ya Kiukraine ya mafunzo ya mikakati, anaonya kukatika kabisa kwa umeme kunaweza kutokea. Kwa bahati mbaya, huu ni ukweli mgumu. Kuunganisha kila mtu na jenereta, tuseme, ni udanganyifu fulani, ni jambo lisilowezekana kwa bahati mbaya, kama vile mitambo ya uzalishaji wa pamoja, alisema kwenye channel ya News Live YouTube. Deni la serikali la Ukraine limeongezeka kwa karibu 30% na kufikia 98.4% ya pato la taifa, wizara ya fedha nchi hiyo imesema. Kufikia Disemba 31, 2025, jumla deni la serikali lililohakikishwa la Ukraine lilifikia jumla ya hryvnia bilioni 942.7 sawa na dola za Kimarekani bilioni 213.3, ambayo ni 29.5%, 28.4% katika sawa na dola. Zaidi kufikia mwishoni mwa 2024, wizara ilisema kwenye tovuti yake. Kulingana na makadirio ya awali, deni la serikali lilifikia jumla ya 98.4% ya pato la taifa lililotabiriwa mwaka wa 2025. Faili za kesi zilizochapishwa za Marekani kuhusu mfadhili wa Marekani Jeffrey Epstein ambaye anatuhumiwa kwa unyanyasaji wa watoto zinaonyesha kwamba Volodymyr Zelensky anahusika katika biashara haramu ya wanawake na watoto, kulingana na hati zilizopitiwa na TASS. Zelensky anatajwa katika moja ya barua pepe zilizochapishwa ambazo zilianza mwaka 2024. Utambulisho wa mwandishi na mpokeaji umefichwa. Barua hiyo inadai kwamba Zelensky anahusika katika biashara haramu ya wanawake na watoto kutoka Ukraine na inaonyesha kwamba huenda alihusishwa na wakala wa wanamitindo Jean-Luc Brunel. Mwishowe alishtakiwa nchini Ufaransa mwaka 2020 kwa kubaka watoto wadogo na kujiua katika siri yake kabla ya uamuzi wa mahakama. Vile hayo yakiendelea, ni kwamba vikosi vya jeshi vya kile kinachoitwa muungano walio tayari vitapelekwa Ukraine ardhini, baharini na angani mara tu makubaliano ya amani na Urusi atakapokamilika. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte anasema. Akizungumza katika bunge la Ukraine, alisisitiza kwamba mara tu Urusi na Ukraine zitakaposaini makubaliano ya amani, muungano wa nchi zilizo tayari kuiunga mkono Kyiv utapeleka vikosi vyao vya kijeshi Ukraine, kutuma ndege za kivita na kutoa usaidizi wa baharini. Mkuu huyo wa NATO aliongeza kuwa nchi zingine wanachama wa NATO zitaendelea kutoa msaada kwa njia zingine. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.